700. Ni jambo lipi unaweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu amekutendea? Ukishuhudia itakuwa poa zaidi. Time inaenda tena sana. Kuna huyu hapa. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Okay, amepotea. Hello Radio Maisha. Samamani. Ni Amani ya Ila. Samamani atasoma habari. Amana Ila. Nimefika mahali Bumamu. Yes, Vicky. Nilikuwa na ushuhuda nataka nitolee wananchi wa Kenya. Twende kazi. Mimi nikiwa darasa la 7. Naam. Nilipatwa na mambo hata mimi mwenyewe sikuwa naelewa, lakini hakika amani Mungu wa Israeli yako. Amen. Na ningependa kuongeza sauti tu, umeanza kupotea. Endelea kiniongeza sauti. Ni network huku kwetu, network inasumbuanga, lakini nilikuwa nasema nikiwa darasa la 7 nilikuwa napenda sana kusoma sana. Okay. Lakini ilifika mahali nikapatwa ati nabebwa shuleni, napata tu na huko katikati watumishi wamekufunga kamba. Umefunga kamba wanakuombea. Hata mimi kwa hiyo wakati nilikuanga nachanganyikiwa, nakaa na mawazo, nashindwa aje mtu utaamuka ukiwa mzima unaenda shuleni, after all utapatwa kama saa 6 saa 7 huko umebebwa huko katikati ya watumishi. Nimeendelea na hiyo maisha mpaka ilibidi niachie kwa njia kusoma. Ulihangaika, ilikuwa ni tatizo la kiroho ama? Mimi mwenyewe sikuwa najielewa, lakini hata wenye nilikuanga na wauliza walikuwa wananiambia kama wenzangu. Sasa wakitoka shuleni kama jioni hivi wanakuja wananiambia ati ulikuanga unajifanya unafika tu mahali unakaa ni kama mwendazimu. Yani kwa ufupi ni kama uliwahi kuwa kipindi ambacho uliwahi kuwa mwenda wazimu. Ni kitu kama hiyo juu walikuwa wananielezea juu mimi fahamu ilikuanga inarudi nilipata niko katikati ya watu nishi. Naombewa yani. Yes. Nilienda hivyo kwa muda wa karibu miezi kadhaa. Sasa ikabidi niachie kwenye shughuli kusoma juu walisema ninasumbua shule. Yeah. Kwa hakika amani ilikuwa ngumu, kwa maana watu wengine walikuwa wananikashifu, wananiambia maybe najidanganya tu nimekataa kusoma nini. But waliniambia ati nilikuwa wazimu kitu kama hiyo. Lakini wacha nimshukuru Mungu wa Israeli sana ni amani. Kwa maana katikati yao watumishi nimeishi na watumishi wakiniombea mpaka hilo tatizo amani limeisha. Na ulikuja navyoongea mimi nampenda sana Mungu na ninakaanga katika mkutano wa Mungu. Amen. Na katika hiyo kipindi nilikuja nikapitia kipindi ngumu mpaka nikaanza kuwa na mawazo. Ni hapo nyuma kabla sijaanza kujizoea. Sasa wenzako wanakucheka ati wewe ni wazimu. Nikawa niko na mawazo katika hiyo muda. Nikawa na mawazo sana mpaka hata nikashindwa kukaa na wenzangu. Mawazo sasa ilikuwa mawazo ya nini haswa? Mawazo unajiogopa tu ati unashindwa kwa tena watu hasa wenzako wanakukashifu yani. Sasa hakuna ile mtu mwenye anaweza songa karibu na wewe kama hiyo. Najipata umekaa peke yako upweke. Wale watu unaweza kaa tu na wao maybe ni wazazi wako. Hata mandugu mmezaliwa pamoja, wengine wanakufusu, wanakuogopa. Watu wengine wananiogopa tu. Kwenye hiyo hali nilikaa na mawazo, nikaona nifanye nini. Mimi nilikuwa sasa bado hiyo wakati kijana. Ilikuwa around 2017 hapo. Sasa ilibidi amani nikaanza kujiingilia hiyo madawa za kulevya. Ulianza kutumia? Nilianza kutumia.
We? Nikatumia mpaka nikawa addicted. Ulikuwa unatumia ipi haswa? Nimetumia bangi, nimetumia mgoka, nimetumia pombe, nimetumia kuberi, nimetumia vitu vingi sana, madawa za kulevya zote. Kwa ajili ya kuniondolea hiyo mawazo. Lakini ninapolala kuna ndoto na kuwa nazo. Sasa nilipo kuja nikawa na mawazo, nikapata maisha imekuwa ngumu. Nikabidi tena nirudi katika msalaba. Na hapo ndipo wameanza kuniombea pole pole, tena nikapata niko na tatizo la kuwa addicted kwa hizo madawa. Ambapo hizo madawa ziliingizwa na hiyo mawazo kutokana na pale nilikuanga naachwa nakaa upweke peke yangu. Kitu kama hiyo. Sasa nikapata siwezi jiondoa katika hiyo madawa na hiyo umri wangu. Sasa nikarudia msalaba tena kwa wale mama wenye walikuwa wananiombea. Nikarudi chini yao tena wakaanza kuniombea. Wacha nimshukuru Mungu, saa hii nimeachana na madawa za kulevya. Sikuwa na mbele wala nyuma. Mungu amenipa mpaka nyumba. Sasa saa hii amani tu tunaomba tu Mungu anibariki na ndoa. Una miaka mingapi saa hii? Saa hii niko na miaka 26. 26? Na ulimanage kumaliza skuli? Sikumanage kwa sababu ya kwa sababu ya hiyo matatizo. Sikuwezeshwa kumaliza shule kwa sababu ilichukua kama miaka 2. Ilichukua kama miaka 2 mpaka from 2015 to 2016 hapo. Sasa nilikuwa nimerecover. Sasa kurecover nikaanza kujielewa hali yangu ya kawaida tu kabisa. Lakini sasa uchochezi ukakuja, wananiambianga mimi wazimu. Watu hadi marafiki zako umekuwa nao kutoka chini kama vijana unaelewa hiyo miaka 15. Miaka 14 hapo wanakuchochea, wengine wanasonga mbali na wewe. Hadi nabaki hata wewe mtu wa kucheza na yeye hauna. So hauna. Utoto wako ulikuwa na upweke sana. Nilikuwa na upweke sana. Sikumanage kumaliza shule, lakini nilikuwa napenda sana shule. Lakini sikumanage. Wenzangu walianza sijui nini ilifanyika. Mimi naulizanga wenye walikuwa wazazi wangu wanataka kuniambia, wananiambianga sawa hayo yalipita. Na wenzangu wenyewe walikuwa wananiambia nilikuanga nikawa wazimu. Sasa sikuwa najielewa. Ile kitu nilikuwa tu nakumbuka natoka asubuhi kama saa hii naenda shuleni, lakini nitasoma kufikia kama hiyo tatizo ilikuwa inaanza 20. Unajisahau tu ya naanza kufanya vitu visivyoeleweka. Na unasema ni katika kuombewa ukapata fahamu zako? Katika kuombewa nilikuanga napata nimefungwa makamba. Basi inamaanisha ulikuwa violent pia. Napata umefungwa makamba, saa hiyo mwili inauma, unapata kama mkono na kaka. Ni kama ulikuwa violent. Kitu kama hiyo. Sasa mimi sikuwa najielewa. Ile kitu na ulikuwa tunapata nimefungwa makamba. Lakini sasa kuna watumishi wenye walikuwa walihusikanga kuniambia hadi saa hii bado wenye nilirudi nao waliendelea kuniombea. Wameniombea juu sasa wenye nilitoka huko around 20 waliniombea kwa miaka. Sasa mpaka 2017 hapo nikaanza kuacha kuenda kwa mikutano juu sasa tulikuwa tunaenda na mamangu kila mkutano tunaenda na yeye. Hiyo mkutano Tuesday, kila Tuesday unaenda hiyo mkutano, Sunday unaenda kanisa. Sasa ilifika mahali sijui ni ujana ama ni ile wakati wa adolescence ama sijui ni nikaacha kuenda huko venye niliona nimerejea hali yangu ya kawaida.
mimi nikaachana kwenda huko, nikaanza tena kuingia madawa za kulevya. My brother, kwa sababu ya time wacha ushuhuda ufike hapo, lakini umetuhimiza sana. Mungu ni Mungu anayebadilisha. Ni Mungu anayeponya, na akikuweka huru unakuwa huru kabisa. So saizi unajimudu mwenyewe. Uko na kazi ipi unafanya? Sasa hii nafanya kazi hii ya electronics, kutengeneza masimu. Wow. Na kile unaombea tu sasa ni upate mke. Nipate mke, hiyo peke yake. Imagine Mungu hata kudisappoint. Hizi. Mungu hata kudisappoint. Niko na imani pala nilitoa ni mbali. Nilitoa mbali sana. Wacha niseme asante kwa sasa, naona time inatupeleka mbio, lakini asante sana kwa ushuhuda. Mimi binafsi nimebarikiwa.